iwe hapa Bukombe, iwe Tanzania, ama iwe dunia kwa ujumla. Hatuwezi kumsahau mwanamke kwa sababu yeye ndio sababu ya maendeleo hayo. Wanawake wanayo nguvu kubwa, nguvu ya kimaumbile ya uwezo wa kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja kuliko wanaume. Mwanamke ana uwezo wa kuwa jikoni akipika, akaangalia mtoto anayelia, akamhudumia baba anayelalamika njaa, akakaribisha wageni wanaogonga geti, na huku akitatua kesi za watoto waliogombana. Mwanamke uwezo huu amepewa na Mungu. Mbali na tofauti ya kimaumbile, kama nilivyowahi kusema mahali fulani, mwanamke amepewa tumbo ambalo ndani yake kuna uhai wa kutunza kiumbe na kukileta duniani. Mwanaume amepewa tumbo la kazi moja, kumeng'enya chakula na kumpa nguvu ya kufanya kazi. Hiyo ni tofauti kubwa ya mwanamke. Mwanamke ni kiumbe mwenye huruma, anayejali sana furaha ya wengine kuliko yeye mwenyewe. Mwanamke yuko tayari kupika chakula na akawatengea wengine wakala wakashiba, kisha yeye akachukua ukoko uliobaki akala na baadaye akafurahi kwa sababu wengine wamefurahi. Mwanamke ameumbiwa moyo wa kuhakikisha kwamba wengine wote ndani ya nyumba yake wanalala usingizi vizuri, na yeye analala wa mwisho baada ya wengine kulala, na kesho yake kuamka wa kwanza kabla ya wengine kuamka, kuhakikisha kuwa kesho yao inakuwa yenye furaha. Wakina mama wa Bukombe, leo ni siku yenu. Isherekeeni kwa furaha kubwa, na mkijua kuwa jamii ya watu wa Bukombe na Tanzania kwa ujumla tunathamini sana mchango wenu. Wanawake ndio uti wa mgongo wa jamii na familia. Kulingana na takwimu za Benki ya Dunia, zinaonyesha kuwa kiwango cha juu cha ukuaji wa afya, elimu na hata kilimo kinaweza kukua tu kama mwanamke atashirikishwa kwa kiwango cha hali ya juu. Ni bahati mbaya sana tunayo jamii ambayo mara nyingi imemchukulia mwanamke kama bidhaa na wala sio binadamu. Imemchukulia mwanamke kama kitendea kazi wala sio mtu wa kushiriki shughuli za uchumi. Imemchukulia mwanamke kama kiumbe duni, tena ambaye hana sauti sana. Ndio maana sikushangaa nilivyoona kwenye bango lenu mlivyoandika haki na usawa ni msingi wa dira ya maendeleo ya mwaka 2050. Nataka niwahakikishie wanawake wa Bukombe na wote mlioko hapa kwamba nchi yetu imepiga hatua kubwa, na ninyi mtakuwa mashahidi. Tumepata kiongozi mwanamke katika bara la Afrika, nchi yenye kiongozi mahiri anayefanya kazi yake vizuri. Tanzania tunaye Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni bahati mbaya kuwa tuna jamii ambayo ukatili umekuwa wa hali ya juu sana. Takwimu za NBS zinaonyesha kuwa 40% ya ukatili umefanywa kwa watu wa miaka 15 hadi 49, na ukatili mkubwa uliofanyika ni wa kingono, kimwili na kihisia. Ukatili umeongezeka kwa 22.5 hasa kwa wanawake. Watu 37,448 walifanywa ukatili wa aina mbalimbali. Kati ya hao wanawake ni 21,466. Kwa maana gani? Kwa maana kwamba wanaofanywa ukatili zaidi ni wanawake. Wanaume wengi hukimbia familia kuliko wanawake. Tafiti zinaonyesha kati ya watu wanaokimbia familia, wanaume hukimbia familia zao kwa 80% na kuacha wanawake pekee wakibaki na watoto. Uwezo wa mwanamke wa kuona kisichoonekana ndiyo nguzo pekee inayofanya familia nyingi zidumu. Tafiti zinaonyesha penye ndoa nyingi, mahali ambako kuna migongano, wanaobeba gharama kubwa ya magomvi hayo ni wanawake, na kuifanya familia ibaki kuwa na nguvu. Utafiti umeonyesha kuwa wanawake wakibaki na familia na mwanamume akabaki na familia, familia itakayoendelea ni ile ambayo imebaki na mama pekee kuliko iliyobaki na baba. Na ninyi hapa Bukombe mtakuwa mashahidi. Ukienda kwenye familia ukakuta kuna ugomvi, baba amekimbia au mama amekimbia, familia ile ambayo imebaki na baba peke yake, maisha yake huwa magumu zaidi kuliko familia iliyobaki na mama peke yake. Kwa nini? Kwa sababu kile ambacho mwanaume anaweza kukifanya, mwanamke anaweza kukifanya kwa ubora zaidi. Mwanamke ana uwezo wa kuona usichokiona wewe. Na ndio maana baba, ukiwa na akili nzuri, unataka watoto wako wale, wekeza kwa huyu mama. Ukiwekeza kwake, mambo yako mengine yatakwenda sawa sawa.
maana yeye amepewa uwezo wa kuona ambacho wewe huwezi kuona. Ukiona unatafuta mwanamke, bahati nzuri ikatokea mmepata mtoto, ujue mwenye wajibu wa kwanza wa kulea huyo mtoto ni wewe, kwa sababu kwa vyovyote vile mtoto huyo ataitwa kwa jina lako. Hakuna aibu iliyo kubwa kwa mwanaume kwamba wewe umepata bahati ya kumzalisha mama mahali fulani, mtoto yule ukamtelekezea yeye, akabaki peke yake akihangaika na mtoto, na tena wewe umeenda mbali na huko unatafuta watoto wengine. Lazima tuwe na akina baba wenye kuwajibika kwenye jamii, wajue kuwa ukiweka mimba mahali una wajibu wa kuitunza mimba, kutunza mtoto kama wewe ulivyotunzwa na wazazi wako ukafika hapo. Kwa wanaume wa Bukombe, tuendelee kushikamana na tukatae kuwapa mzigo watoto ambao kutokana na ugomvi wetu wanaitwa watoto wa mtaani, wakati wazazi wao wapo. Watu wawili wamekutana tena kwa kufurahiana, kama alivyosema mwenyekiti wa halmashauri na busu, wamepigana, wamezungumza mazungumzo yao. Baada ya mazungumzo kuna matokeo. Matokeo yanapotokea, mzigo anabeba mtoto, matokeo yake watoto wengi wanabaki mtaani, wazazi wao wamewatelekeza kwa sababu tu ya tofauti zetu. Tuvumiliane. Kujenga familia ama mji kunahitaji moyo wa subira. Kila mzazi, hasa mwanaume, ujue kuwa mtoto yoyote anapotembea hatembei na jina la mama yake, atembea na jina lako. Ikitokea kufungwa magereza, wakati wanaitwa ataitwa kwa jina lako. Hata kama wewe uko magereza, jina lako litakuwa magereza. Ikitokea ameugua magonjwa mabaya yanayotokana na tabia mbaya, wakati nesa au daktari akiita mgonjwa, na jina lako litatajwa kwenye cheti kile. Tujinyime, tuvumiliane, tuishi, tulee familia, ili tunaposherekea siku kama hii ya leo iwe siku ya kukumbushana wajibu wetu akina baba wa kuhakikisha kuwa wanawake tunaoishi nao kama dada zetu, kama shangazi zetu, kama bibi zetu, kama wake zetu na kama watoto wao tunawapa hadhi kama binadamu wa kiwango cha juu wanaoweza kuleta maendeleo sawa na mwanaume.